Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame amewataka wananchi kuitumia mvua ya masika kwa kupanda miti kwa lengo la kurudisha urithi wa kijani nchini. Ameyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari katika ukumbi wa mikutano wa SSP huko Wizarani Soda, wilaya mjini Unguja. Amesema kuwa wizara kwa kushirikiana na taasisi inafanya kila juhudi kwa kuhakikisha inagawa miche kwa lengo la kuhifadhi mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo ni vyema kwa wananchi kwa msimu huu wa mvua za masika kuitumia kwa kupanda miti kama hapa anavyoeleza. Msimu wa masika umeshaanza. Tutumie fursa hii kupanda miti mbalimbali katika makazi yetu, maeneo ya wazi, mabarabarani, mashuleni na katika mashamba yetu. Miti itakayopandwa ni vyema ikatunzwa kwa lengo la kutoa matunda na manufaa tunayoyatarajia, sambamba na kurudisha urithi wa kijani, kwani miti ni muhimu, ina muhimu mkubwa kupitia nyanja za kiuchumi, kimazingira, kijamii, ikijumuisha kupata hewa safi na salama, kuzuia mmong'onyoko wa ardhi, kutunza vyanzo vya maji, mazalia ya viumbe vya baharini wakiwemo samaki, makazi ya wanyamapori, kukuza kipato cha serikali na jamii kwa ujumla. Hivyo basi, naomba nitoe wito kwa wananchi wote kuzitumia mvua hizi vizuri kwa kupanda miti na kuhamasisha viongozi wenzangu waongeze ushiriki wao katika kupanda miti kama ilivyokuwa mwaka jana. Vile vile katika msimu huu wa masika, upandaji wa miti utahusisha mwendelezo wa urejeshaji wa urithi wa kijani Zanzibar kwa maana ya Green Legacy, ambayo ni programu ya miaka 10. Amesema wizara kwa kushirikiana na taasisi kupitia idara ya misitu imepanda jumla ya miche milioni 3 katika mashamba ya serikali, ambapo wananchi wametakiwa kufika katika vitalu vilivyo karibu nao kwa lengo la kupata miche hiyo. Kwa msimu huu wa upandaji wa miti, jumla ya miche milioni 3,273,174 iliyooteshwa katika vitalu vya Zanzibar, ikiwemo vile vya serikali, ambapo tumeotesha jumla ya miti milioni 1,045,179. Lakini pia vipo vitalu vya watu binafsi vilivyootesha miche milioni 2,227,975. Miti hii au miche hii inatarajiwa kupandwa katika msimu huu ambao mvua zimeanza. Miche hii inajumuisha ile ya matunda na viungo takriban milioni 2,117,458, lakini pia miti ya misitu 637,173. Kati ya hiyo minazi 16,200 inatarajiwa kupandwa. Mikarafuu 336,703 pia inatarajiwa kupandwa, pamoja na mikoko ipatayo 165,620 imeoteshwa katika vitalu vilivyopo idara ya misitu, idara ya kilimo na uhakika wa chakula, taasisi ya utafiti wa kilimo na mifugo ZALIRI, pamoja na vitalu binafsi vikiwemo jumuiya isiyo serikali Oikos, Community Forest Pemba, Ngezi Vumawimbi Heritage Organization na Tanzania Association of Foresters. Mbali na miche hiyo ya miti ya juu, wizara pia kwa kushirikiana na taasisi sio serikali za mwambao Community Forest Pemba, CAN na Zaveco imeotesha miche ya miti ya mikandaa kwa maana ya mikoko kwa lengo hilo hilo la upandaji msimu huu wa masika. Aidha, amewataka wananchi watakaopata miche hiyo kuipanda katika maeneo ya wazi, maeneo yaliyochimbwa mchanga na maeneo ya kingo za bahari na sio kuiweka majumbani. Miche yote iliyopo ikijumuisha ya misitu, matunda na viungo itapatikana kwa bei nafuu kutoka katika vitalu vya serikali viliopo katika maeneo ya Mwanyanya, Kibele, Dunga, Kitogani, Selem, Mwanakombo, Machui, Mwera
na Makunduchi kwa Unguja. Kwa upande wa Pemba ni maeneo ya Konde, Wingwi, Weni, Dodeani, Chanjaani, Wesha na Kigope. Wananchi wanaombwa kufika katika vitalu hivyo karibu nao, vilivyo karibu nao au walivyo karibu navyo kwa lengo la kujipatia miche hiyo. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.